Kabla ya taarifa hizi za ndani, naomba ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, yeyote ambaye anatazama hii kanda, usisahau kubonyeza alama ya like, na asante kwa kufanya hivyo. Karibu. Rais Samia Suluhu Hassan ameamua kujiuzulu mwenyewe akiwa ikulu yake kama kiongozi wa taifa baada ya kutoa matamshi ya kuonyesha amesalimu amri. Sasa nitakueleza amejiuzulu kivipi. Amesema kazi ya urais ni ngumu, aliyeiweza sana ni aliyetutangulia mbele za haki, John Pombe Magufuli. Unapotazama kwa skrini yako, kuna chapisho hapa limeweza kuchapisha na kusema hivi vile unavyotazama hapo chini. Wakaanza kusema ya kwamba sina ujuzi wa kusimamia miradi japo Magufuli aliweza. Yaani yeye mwenyewe amejiuzulu kama rais, kwamba hana ujuzi wowote wa kutekeleza kazi, majukumu ya rais, kusimamia miradi japo Magufuli aliweza. Sasa tusome hapo juu, wameandika miradi iendane na dhamani ya fedha inayotumika. Tumechoka. Unafika pale inabidi rais ndio ahesabu mabati, aone kwamba hiyo dhamani inaendelea na fedha iliyotumika. Rais marehemu, hayo sasa ni yeye alisema, rais marehemu aliyeondoka, alikuwa anamaanisha John Pombe Magufuli, alikuwa na huo ujuzi wa kwenda na kuhesabu mabati yote, ila rais mimi Samia sina huo ujuzi. Amesalimu amri yeye mwenyewe, amejiuzulu kwamba hawezi kufanya hiyo kazi ya kuhesabu mabati, miradi ya maendeleo. Sasa akamaliza kwa kusema ya kwamba ujuzi wangu ni grafu ya uchumi, kushuka na kupanda, sio ujuzi wa kuhesabu vifaa vya ujenzi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye amesema. Sasa Samia Suluhu Hassan amejiuzuru kwamba kuna kazi ambayo haiwezi kuifanya vile John Pombe Magufuli ambaye alitutangulia mbele za haki alikuwa anaifanya, aswa kuendesha miradi ya maendeleo, ujenzi wa miradi mingine hapa Tanzania, kwa sababu Magufuli alikuwa anafuatilia na kuona ya kwamba kama mradi fulani unachukua mapati tuseme 200, anaenda na hesabu ukweli 200 ndio yamefika, mabati moja ilikuwa inauzwa shilingi ngapi, kama ni binding wire ilikuwa inauzwa shilingi ngapi. Lakini Samia yeye amejiuzulu, hawezani na hiyo kazi. Kazi yake ni kushughulikia uchumi, kazi zingine hawezi. Sasa yeye mwenyewe amejidunisha kwa Tanzania, kwa Umoja wa Mataifa na katika ulimwengu kwamba yeye hawezi hiyo kazi ya urais ya kutekeleza na kufanya haki na uwazi iweze kuonekana haswa kwa miradi ya maendeleo ambayo inafanywa, kodi ya mwananchi ikitumika. Unajua lisemwalo lipo kama halipo linjiani laja. Samia, hii ni ishara tosha kwamba aliweza kujichagua. Hawezi ile kazi ambayo inastahili kufanywa na rais. Yeye mwenyewe amesema hayo, sio sisi. Sisi ni kuripoti yale ambayo tunapokezwa kisiri. Sasa yeye amejichagua, yuko ikulu kama rais, lakini sasa peupe mchana ametangaza yeye hawezi kazi zingine. Yeye kazi yake ni uchumi tu. Si angeacha hii kazi, yule ambaye ana akili za kufanya hii kazi achukue nafasi ya kuongoza taifa? Mbona wakaamua kujichagua na kuingia ikulu? Sasa Samia Suluhu Hassan ameonekana katika ulimwengu kama hawezi kazi. Yeye mwenyewe amejitangaza. Sasa imefika hatua inastahili kuchukuliwa. Kila mtu afanye kazi vile inafaa
kama ni mawaziri wamsaidie wafanye hii kazi, tumalizie hii miaka 5 ili tuchague kiongozi mwenye anaweza kufanya kazi, mwenye anaweza kukinga matumizi mabaya ya kodi za Watanzania, mwenye anaweza kuzuia ufisadi. Ni wiki moja tu imepita tangu ajiipishe tena kwa kusema ya kwamba wakati ile tume ya kushughulikia mambo ya hesabu yalipompelekea ripoti kamili, mliona kile ambacho yeye alisema. Wakati mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG alisema deni la taifa limefika trilioni 110, alafu wizi ama ufisadi umekithiri hapa Tanzania. Alafu Samia Suluhu Hassan akasimama akasema ya kwamba kuanzia mwaka ujao tutaanza kuwatangaza wala ambao wanasimamia taasisi mbalimbali ambazo hasifanyi bora, ili tuwatangaze waone aibu. Aibu gani? Na mtu ameweka pesa kwa mfuko. Yaani wala ambao wamehusika kwa ufisadi tuwatangaze majina, na mataifa mengine ni kuwachukulia hatua, kuwakamata na kuwanyonga. Lakini hapa Tanzania ukipatikana umehusika kwa ufisadi, rais alitangaza utaibishwa kwa kutajwa jina lako hadharani, lakini pesa itasalia kwa mfuko. Na kuna wengine watasema ya kwamba haribu jina, jenga mwili kwa pesa zile ambazo utachukua kutoka kwa wananchi mlipa kodi. Na sasa hii ni mara ya pili ameweza kujiaibisha yeye mwenyewe, kujiuzulu kwamba hawezi kufanya kazi fulani ile ambayo anastahili kuifanya peke yake, yenye ameona ni rahisi kwake ni uchumi. Lakini masuala mengine, wizi wa pesa, hataki kujua. Mambo ya unajua hii ni wizi ya pesa tu. Miradi ikifanyika mtu alete breakdown, aseme ya kwamba mradi fulani utachukua hela ambazo ni milioni 400, na kwa kweli mradi huo utachukua milioni 100. Yeye hawezi kufuata hayo ili ajue ukweli halisi wa mambo, ila tu atatoa hizo milioni 400, mtu aweke kwa mfuko, afanye mradi ule na shilingi milioni 100, milioni 300 aweke kwa mfuko. Sasa huyu ni rais ambaye amejitangaza yeye mwenyewe hadharani. Tupo wapi kama kwa Tanzania? Ndio maana Tanzania sasa hivi tunapitia changamoto, shida hapa na pale, bei ya mafuta inapandishwa, wengine wanaweka pesa kwa mfuko. Hizi hela zingetumika kupunguza bei ya mafuta, kwa sababu sisi wa Tanzania ndio tunapitia changamoto, sisi wa Tanzania ndio tunapitia shida za hapa na pale. Imefika wakati kila mtu ameanza kujianika. CCM hii imeanza kujianika yao wenyewe, sio sisi tunawaanika, ni wao wenyewe wanajianika. Hii inamaanisha ukosefu wa kiongozi bora mwenye anaweza kutetea wananchi wa Tanzania. Naomba kutamatishia hapo, tukutane baadaye. Na ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kem ambazo ni za asili, huwezi kuzipata mahali popote. Tunazipeperusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Kwaheri, tukutane baadaye.